Taarifa za kutoweka kwake Daktari Emmanuel Nchimbi zimetikisa taifa la Tanzania. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na kumbuka kusubscribe. Kutokuwepo kwa makamu wa rais katika tukio la wazi la kitaifa, kukosekana kwa salamu za hadharani na dalili za kupuuzwa katika mawasiliano rasmi ya serikali kumelipua mjadala mzito kuhusu uimara wa uongozi wa juu wa Tanzania, kwani kilichoonekana kama pengo dogo la itifaki kimegeuka kuwa ushahidi wa mpasuko wa ndani unaosomwa na umma kupitia ishara za mitandaoni na mienendo ya mawasiliano ya serikali. Ujumbe uliosambaa ulionyesha wazi kwamba hata siku za ishara za mshikamano wa kitaifa, nafasi ya makamu wa rais nafasi ya makamu wa rais Emmanuel Nchimbi imekuwa ikifunikwa na sura za wengine, hasa mawaziri au makatibu wakuu, alinayobeba ujumbe mzito kuliko maneno. Katika utawala unaojengwa juu ya nidhamu ya chama na umoja wa juu, kutokuwepo kwa kiongozi wa ngazi ya pili kunakuwa na habari yenyewe. Ukimya huu haukujitokeza kwa bahati, ulisomwa sambamba na mwelekeo wa maudhui yanayochapishwa katika kurasa rasmi, ambako picha na taarifa zinazohusu zaidi makamu wa rais au katibu mkuu kuliko makamu wa Jamhuri ya Muungano. Huu ni mabadiliko haya ni mabadiliko ya simulizi ambayo kwa muda mrefu hayakuwa kawaida katika siasa za Tanzania, na taifa lililojengea sifa ya uongozi unaoonekana kwa umma na unaowasiliana kwa ishara zilizo wazi. Mwanaharakati Mange Kimambi ameibua ujumbe huu mitandaoni, akiuliza wapi Nchimbi ameishia. Kwenye ujumbe wake alitaja na kusema, kwani makamu Nchimbi yuko wapi? Maana naona hata birthday ya leo amekosekana, hata salamu hakuna. Alafu mkiingia ukurasa wa makamu ni Masauni na PS Muyungi ndio wanapostiwa zaidi ya 80% kuliko makamu mwenyewe. Aise, huku ndani hali si hali naona, ila tutaelewana tu muda si mrefu. Ndio ujumbe alioandika Maria Sarungi, akifichua kwamba hata ukurasa wa makamu wa rais wa Muungano wa Jamhuri ya Tanzania hauna picha yoyote yake Nchimbi hivi karibuni, ila picha za naibu wake ndio zipo pale kwa wingi. Na vilevile hivi karibuni kulikuwa na simulizi za wengi ambao walikuwa nataja na kusema kuwa kumekuwa na vita baridi baina ya Samia Suluhu na Emmanuel Nchimbi, kwamba Samia mwanzo hakuwa amemkubali Nchimbi awe mgombea mwenza, ila alilazimishwa na rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete. Aliyo ya vita imezidi kukua sana hadi sasa kila mtu anakisia huenda vita hivyo vimefikia kilele, na huenda hata Daktari Nchimbi amekosekana kabisa, ama huenda Samia anataka kumpiga nje ya serikali yake. Tanzania ina historia ndefu ya kutumia ishara za itifaki kama lugha ya siasa, na kuanzia enzi za chama kimoja, uwepo au kutokuwepo kwa kiongozi katika hafla, nafasi ya kukaa na ratiba za ziara zilikuwa njia ya kuonyesha nguvu, uaminifu na adhabu ya kisiasa. Ndani ya muktadha huo, kupotea kwa makamu wa rais katika nyakati muhimu kunachukuliwa kama dalili ya mvutano wa ndani au angalau jaribio la kuhamasisha uzito wa mamlaka bila tangazo rasmi. Utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan umeingia katika kipindi ambacho matarajio ya uwazi na maridhiano yalikuwa juu baada ya awamu za msuguano wa kisiasa. Hata hivyo, kadri muda ulivyosonga, dalili za kurejea kwa siasa za udhibiti, maamuzi ya juu yasiyoelezwa wazi na mabadiliko ya ghafla ya safu ya uongozi yameanza kujitokeza ndani ya mazingira haya. Ukimya unaomhusu makamu wa rais unakuwa sehemu ya picha kubwa ya uongozi unaojilinda kwa kuficha migongano yake. Mitandao ya kijamii imekuwa kioo cha haraka cha hali ya ndani ya dola. Tofauti na nyakati zilizopita ambapo taarifa zingechelewa na kudhibitiwa kikamilifu, leo mabadiliko madogo ya maudhui yanachambuliwa kwa kina na umma. Pale ambapo kurasa rasmi zinapoonyeshwa sura za wasaidizi zaidi kuliko kiongozi mwenye nafasi ya kikatiba, ujumbe unaotumwa ni kwamba mamlaka halisi inaweza kuwa yanahamishwa au kusambazwa kwa maksudi.
na hali hii inachochea nadharia hofu na hasira, hasa katika taifa ambalo historia yake ya mpito wa madaraka imekuwa nyeti. David Nchimbi ni mwanasiasa aliyejijengea wasifu wa muda mrefu ndani ya CCM na serikali, ila kutoweka kwake ghafla katika mawasiliano ya umma hakilingani na historia hiyo. Kwa kawaida serikali hutumia nafasi ya makamu ya rais kuonyesha mshikamano wa muungano wa uthabiti wa utawala, na pale ambapo nafasi hiyo inapofifia, maswali ya uhalali na mwelekeo wa maamuzi hujitokeza bila kuepukika, hata kama hayasemwi kwa sauti. Na kwa upande wa Zanzibar, kuonekana zaidi kwa makamu wa rais wa Zanzibar katika maudhui ya serikali kunaongeza tabaka jingine la tafsiri. Muundo wa muungano umekuwa ukihitaji mizani ya kisiasa na kisaikolojia, hasa katika nyakati za mabadiliko. Kucheza na mizani hiyo bila maelezo ya wazi kunaweza kufungua majeraha ya zamani ya mjadala wa muungano, na ni jambo ambalo serikali imekuwa ikijaribu kudhibiti kwa kauli za moja na mshikamano. Na katika historia ya karibu, Tanzania imeshuhudia matukio ambapo migogoro ya ndani ya uongozi ilifichwa hadi ilipofikia hatua ya mabadiliko makubwa. Mabadiliko ya ghafla ya mawaziri, kuondolewa kwa viongozi bila maelezo, na kuibuka kwa makundi yenye ushawishi yamekuwa sehemu ya siasa za juu, ujumbe unaoashiria hali isiyo ya kawaida ndani ya serikali, na unaingia kwenye mkondo huo ukikumbusha kwamba utulivu wa juu unaweza kuwa ni pazia linalofunika mvutano mkali. Kauli ya Samia must go iliyotajwa katika ujumbe huo inaonyesha namna ambavyo ukimya wa uongozi unavyochochea upinzani wa kidijitali, hasa kama kauli hiyo haimaanishi mchakato wa kikatiba wa kuondoka madarakani. Inaonyesha kupungua kwa imani ya sehemu ya umma kwa uongozi wa sasa. Na katika siasa za leo, hashtag si maneno matupu, ni vipimo vya hisia za jamii vinavyojengwa juu ya ishara ndogo zinazokusanywa kwa muda. Kikanda na kimataifa, wadau wa maendeleo na mashirika ya haki za binadamu hufuatilia kwa karibu uthabiti wa uongozi na uwazi wa serikali, na dalili za migongano ya ndani, hasa katika ngazi za juu, huathiri mtazamo wa hatari za kisiasa na kiuchumi. Na Tanzania, ambayo imekuwa ikijaribu kurejesha imani ya kimataifa, haiwezi kumudu taswira ya uongozi unaojificha au unaotuma ujumbe ambao ni kinzani kupitia mawasiliano yake rasmi. Kwa wananchi, hali hii inatafsiriwa kama mwendelezo wa mtindo wa uongozi usioeleza mambo muhimu kwa uwazi, na kukosekana kwa maelezo kunawafanya raia kutegemea tafsiri za mitandaoni, na ni jambo linaloongeza pengo kati ya serikali na jamii. Na kadri pengo hilo linavyopanuka, ndivyo nadharia na hasira zinavyopata nafasi, na ndivyo uhalali wa maamuzi ya serikali unavyopungua. Uongozi wa kisiasa unahitaji uwazi wa makusudi, hasa katika enzi ya mawasiliano ya papo kwa papo. Kila ukimya unaosikika, kila sura inayokosekana, na kila chapisho linaloonekana kupendelea upande mmoja huchambuliwa kama ujumbe wa kisiasa. Serikali inayopuuzia ukweli huu inajijengea mazingira kutoaminika, hata kama nia yake ilikuwa ni kudhibiti simulizi. Mjadala huu hauhusu tu mtu mmoja au nafasi moja ya kikatiba, unahusu mwelekeo mzima wa utawala na namna unavyoshughulikia tofauti za ndani. Unahusu uwezo wa serikali kukubali wajibikaji wa mawasiliano na kutambua kwamba ishara zina nguvu sawa na sera. Unahusu pia hatari ya kuacha nafasi za uongozi wa mafumbo yanayotafsiriwa na umma kwa hasira. Mustakabali wa Tanzania unategemea uwezo wa viongozi wake kuelewa kwamba ukimya si mkakati wa kuhudumu, na kila siku ya kutoa maelezo huongeza gharama za kisiasa na kijamii, na kila dalili ya kupuuzwa kwa uwazi huongeza nguvu ya simulizi mbadala zisizodhibitika. Na taifa linalotaka udhabiti wa muda mrefu haliwezi kujengwa juu ya mawasiliano yenye mashimo na ishara zinazokinzana. Ukimya unaomhusu makamu wa rais pamoja na maudhui yasiyopindisha mizani ya uwakilishi umefungua mjadala ambao hauwezi kufungwa kwa kauli za kawaida. Ni mjadala unaogusa uhalali wa uongozi, uaminifu wa umma na hatima ya utawala wa Samia Suluhu Hassan. Kutochukua hatua, kutoeleza na kuendelea kujificha kutazidisha hisia za kukatishwa tamaa
na kuimarisha wito wa mabadiliko ya kisiasa. Tanzania inasimama katika makutano ambako ishara ndogo zinaweza kuamua mwelekeo mkubwa, na ambao hofu na ukimya vinaweza kugharimu udhabiti wa taifa zaidi kuliko ukweli unaoumiza. Ila kufika sasa bado haijulikani Nchimbi mahali alipo, wala hajatoa tamko lolote kutaja mbona amekuwa kimya sana, na vilevile serikali ya Samia haijataja lolote kumsemea, ila ni swala la kusubiri tu kuona ikiwa yale ambayo yamekuwa yakisemwa kuhusiana na vita baridi baina ya Samia Suluhu na naibu wake, ikiwa vitaisha ama vitaendelea hata kumgharimu Nchimbi nafasi yake ya makamu wa rais. Ni hayo kwa sasa, zidi kuwa nasi kila wakati na kumbuka kusubscribe.